Mtazamaji wa M24 Online Media, hapa tumekutana na wakili msomi Steven Kitale ambaye ni mwanachama wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, ambaye alifungua kesi mbili dhidi ya TLS kwa kukiuka taratibu za uchaguzi na kunyimwa nyaraka zinazohusiana na uchaguzi. Na hapa anatufafanulia zaidi ilikuwaje. Imesikilizwa ambayo ilikuwa ni rufaa namba 1557 ya mwaka 2024 na rufaa ya pili ilikuwa ni 14459 ya 2024, ambazo zote nilikuwa ninashtaki chama cha Tanganyika Law Society, chama cha mawakili na mwanasheria mkuu wa serikali, lakini pia na mkurugenzi mtendaji wa chama cha mawakili. Katika rufaa ya kwanza ambayo imesikilizwa, ambayo ni kama nilivyosema ni 1557 ya mwaka 2024, nilikuwa na sababu kuu tatu za kutoridhika na uamuzi uliotolewa, na leo hizo sababu zote tatu zimesikilizwa. Lakini katika uamuzi wa Jaji Chuma ambao ni shauri namba 1459, wenyewe nilikuwa na sababu kuu mbili ambazo nazo zimesikilizwa kwa utimilifu leo. Shauri hili limepangwa, tutataarifiwa tarehe ya uamuzi kulingana na kalenda ya mahakama ya rufani na baada ya msajili kuwa ametujulisha. Wakili msomi, matarajio yako ni yapi juu ya hoja ambazo umeziwasilisha? Ninachotarajia kutokana na hoja zangu, hoja nilizowasilisha, kwa mfano kwenye shauri ambalo liliamuliwa na Mheshimiwa Jaji Chuma, lilikuwa limejikita upande wa TLS ulikubali ama Tanganyika Law Society. Hoja yangu kubwa ilikuwa nipewe nyaraka za kuongeza gharama za mkutano wa AGM. Lakini hoja yangu ya pili ilikuwa nipewe nyaraka zinazoonesha uteuzi wa tume ya uchaguzi. Nyaraka hizo nilinyimwa, lakini tulivyofika mahakamani chama cha mawakili Tanganyika Law Society kilikubali kunipa hizo nyaraka, lakini Mheshimiwa Jaji akafutilia mbali hiyo hukumu, ambayo ikaja hukumu ambayo imeandikwa kwamba maombi yangu hayakuwa na mashiko kisheria, hivyo ikafutiliwa mbali, ili hali TLS walikuwa wamekubali kunipa hizo nyaraka. Kwa hiyo nimekata rufaa kwamba kitendo cha Mheshimiwa Jaji kufutilia mbali maombi yangu, ili hali upande wa pili wakuwa wameshakubaliana nayo, alitakiwa atupe haki ya kutusikiliza. Je, kama utapata ushindi kwenye mashauri haya, unadhani italeta tija gani ndani ya chama na jamii kwa ujumla? Ni kuleta uwazi na uwajibikaji kwenye chama. Chama chochote lazima kiwe kina uwazi na uwajibikaji. Lazima kiwape taarifa wanachama wao. Ukiona tunafikia mpaka hatua ya kuja mahakamani kwa sababu umekosa tu nyaraka ambayo wewe inakuonesha ni jinsi gani uamuzi ulifanywa kulipa ada, ama umekosa kupewa nyaraka ambazo kisheria unatakiwa upewe ni za jinsi gani tume ya uchaguzi ya chama iliteuliwa na inavyofanya kazi, ni kukosekana wa uwazi na uwajibikaji. Kwa hiyo kwa kesi hii itasaidia kwamba kwanza kwenye vyama, na sio tu chama chetu, na vyama vingine viwe vina uwazi na uwajibikaji, lakini kingine kufuata taratibu ya sheria, kwa sababu hii kupewa nyaraka ni taratibu ya kisheria. Sasa kama chama hakifati na kimeweka sheria, hiyo ni jambo jingine. Lakini cha mwisho kabisa, rufaa hii kama ya mahakama ya rufani itaweka msingi kwamba wadaawa wanapokubaliana jambo, mahakama lazima itekeleze lile jambo waliokubaliana. Na kama itaona kuna namna nyingine, mahakama imeona kuna jambo lolote linatakiwa kufanya, basi ni vyema wale wadaawa ama wanaoshtakiana waitwe, waambiwe kwamba kuna hili jambo ambalo nimeliona labda ni kosa, wasikilizwe kwenye hilo jambo, ndio maamuzi yatoke. Sio maamuzi yatoke kabla wadaawa hawajasikilizwa. Mashauri haya namba 1557 na 1459 ya mwaka 2024 yalifunguliwa katika Mahakama Kuu Kanda ya Mwanza na kusikilizwa na Jaji Robert na Jaji Chuma, ambapo yote yalitupiliwa mbali kwa kuona kuwa hayana mashiko. Mashauri hayo yamesikilizwa leo hii katika Mahakama ya Rufani Aprili 30, 2026 mbele
mbele ya majaji watatu akiwemo Jaji Mwandambo, Jaji Kente na Jaji Mgonya. Naitwa Maridhia Ngemela wa M24 Online Media.